Hello wana wa Afrika, Ubuntu Bantu, Afrika ni watu sio manyani. Na hii ni podcast ya Pan Africanism kupitia fikra huru za Mwafrika. Tuko katika bara la Afrika katika kukumbushana yaliyopita, yaliyopo na yale yanayokuja. Lakini cha muhimu zaidi leo tunamwongelea Chifu Nduna Songea Mbano. Alikuwa shujaa wa Songea kupambana na Wajerumani katika vita ya Majimaji 1905 mpaka pale aliponyongwa tarehe 27 mwaka 1906. Wajerumani wakamkata kichwa chake wakabeba wakapeleka Ujerumani. Hii ni ishara ya ukuu wa Mwafrika na udhaifu wa mkoloni na unyama, kwa sababu huwezi kuua mtu ukakata kichwa chake kwa kitia kwenye jagi na kuondoka nacho. Huu ni unyama uliopitiliza, lakini ilikuwa ni vitisho jinsi ya kuwatisha Waafrika wasisubutu tena kupigania haki zao. Huu ni ulikuwa mkakati kamili. Wanasema Nduna Songea Mbano alikuwa shujaa kingoni na kiongozi mkuu wa kijeshi wa vita ya Majimaji mwaka 1905 mpaka 1907 dhidi ya ukoloni wa Mjerumani uliotawala katika eneo la Songea mkoani Ruvuma. Alijulikana kwa ushujaa wake akiongoza mapambano kutokea ngome ya milima ya Matogoro, Chandamali hadi alipouawa na Wajerumani mwaka 1906. Wadhifa alikuwa Nduna, kiongozi chifu msaidizi. Bwana Nduna Mbano yeye alikuwa chifu msaidizi wa chifu mkuu. Kwa hiyo yeye alikuwa ndio kiongozi anaongoza vita badala ya bosi wake. Yeye ni wa mstari wa mbele, anajitoa mwanga, akapambana na Wajerumani kufa na kupona. Kwa hiyo katika wasaidizi 12 wa chifu mkuu wa Wangoni, ni chifu wa kwanza katika machifu 12. Alisimama kidete kupinga utawala wa Wajerumani uliokuwa unadhalilisha wenyeji na kuondoa mila, tamaduni na ustaarabu na kuwafanyisha kazi kwa lazima. Kuwa bara la Ulaya linaanza kuendelea kuwa na viwanda wakiwa na wafanyakazi wachache wasiokuwa na uwezo. Wenyewe wakafanya mikakati yao, wakaona kuna watu ambao wana uwezo na nguvu za kustahimili kazi hizi ngumu ni watu wa bara la Afrika. Wengine walikuwa wanafuata raw material. Viwanda vyao ili vifanye kazi lazima dhahabu ipatikane Afrika, mbao na pamba. Kwa hiyo Bwana Nduna Mbano yeye alikataa kazi hizi. Alikataza wananchi wake wasiwatii Wajerumani kwenye kilimo cha pamba kilichopangiliwa na mabwana shamba wa Kijerumani. Akakataza wananchi wake wasilipe kodi na wala umoja wa Kijerumani. So Wajerumani walikuwa wanalazimisha raia wa eneo la utawala waongee Kijerumani. Eneo lililotawaliwa linapewa jina la Kijerumani. Kwa mfano hapa Tanzania kuna maeneo mengi yamepewa majina ya Kijerumani. Ipo siku nitakuja kuwatajia mikoa yote na majina yao chini ya utawala wa Wajerumani. Wajerumani mnamo tarehe 27 Februari 1906 Nduna Songea alikamatwa na kuuawa na Wajerumani. Kuna simulizi unasema walimpiga risasi baada ya huyu bwana Kamba kushindwa kufanya kazi. Wanasema alizikwa pamoja na mashujaa wengine 27 wa vita ya Majimaji katika makumbusho ya Majimaji yaliyoko huko Songea. Jina mpya la Songea linatokana na heshima ya shujaa huyo Nduna Songea Mbano. Songea Mbano anakumbukwa kwa ushujaa wake kwa mapambano yake dhidi ya Wajerumani. Wajerumani wenyewe leo wameamua kutengeneza makumbusho huko Nuremberg kumpa heshima kwa jinsi alipoonyesha upinzani na nguvu na utu wa kutetea watu wake. Huyu ndio shujaa ambaye anaacha historia kubwa katika midomo ya Wangoni na historia ya Tanzania kwa ujumla. Vita ya Majimaji ilikuwa vita ngumu, lakini ni vita ambayo Mjerumani alionyesha kufanya mauaji makubwa kwa watu weusi, alipola ardhi, akafanya mateso ambayo Mwafrika hajawahi kukutana nayo. Ilikuwa tu kutengeneza ukuu, madaraka, na kipindi hicho Ujerumani ndio ilikuwa super power ya ulimwengu. Kipindi hicho kulikuwa hakuna Amerika, kipindi hicho
mtawala ni bara Ulaya, Mwingereza na Mjerumani. Mfaransa anafuatia kwa nyuma. Zamani hizo akiitwa Gaudi. Dunia ilikuwa ina hema chini ya mapanga yao, bunduki zao, na majeshi yao yenye nguvu yanayokita katika ardhi ya Afrika, kuharibu mazingira, kuharibu utu wa mtu mweusi. Hapo ndipo alipofikia Wajerumani, lakini mpaka pale alipoamua kunyang'anya makoloni na mkataba wa Versailles. Baada ya kushindwa kwenye vita ya kwanza ya dunia, Ujerumani akanyang'anya makoloni ya Afrika Mashariki, Tanganyika, za East Africa, Germany ikarudi mikononi mwa Uingereza. Burundi na Rwanda ikajumuishwa. Lakini 1918 Mjerumani aliposhindwa vita kuu ya kwanza, akakosa makoloni, Mjerumani akawa mnyonge. Hadi leo Mjerumani historia yake imekuwa chafu kutokana na uanzishaji wa Berlin Conference. Mjerumani huyu ndio anasemekana alianzisha vita ya kwanza ya dunia. Mjerumani huyu ndio alianzisha vita kuu ya pili ya dunia. Kwa hiyo heshima ya Ujerumani imekuwa heshima mbaya, lakini wanasema hii ilikuwa conspiracy iliyotengenezwa na Jews ambao ni Wayahudi ili kuingiza Ujerumani na Hitler wake pamoja na kina von Bismarck waonekana si lolote si chochote. Hii historia ya Wangoni na Songea Mbano, historia ya ukoloni wa Jerumani, vita ya Majimaji na ukuu wa mtu mweusi na mapambano yake ni kujisacrifice, watu wake kuuawa kama mbuzi kupigania haki za watu wengine. Na hii ni podcast ya Pan-Africanism. Mimi ni Chionda, fikra huru za Afrika.